Kuhifadhi joto ndani ya nyumba yako ili kuweka ustarehe, kuokoa fedha na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Je, unahisi baridi ndani ya nyumba yako? Kiasi kikubwa wakati wa msimu wa baridi au joto kupita kiasi wakati wa kiangazi? Je, bili zako za nishati ni kubwa mno? Kuhifadhi joto ndani ya nyumba yako inawezesha kufanya hali ya hewa iwe nzuri na kupunguza gharama hizo. Basi, kuhifadhi hali ya hewa inamaanisha nini? Kuhifadhi hali ya joto au baridi ni mchakato wa kufanya nyumba yako iwe na joto zaidi wakati wa baridi na baridi zaidi wakati wa kiangazi. Tunaweza kulinganisha nyakati za baridi kama kuvaa nguo za joto. Unapofunga koti lako, unazuia joto lisiponyoke. Kuhifadhi joto nyumbani ni kama kuvisha nyumba yako koti. Inalinda joto lisipotee na kuweka mazingira ya ndani yawe ya kustarehe. Hii inahusisha kuziba mianya na wakati mwingine kuongeza hali ya joto ili hewa ya joto lisiponyoke wakati wa baridi. Wakati kuna joto nje, uboreshaji wa nyumba husaidia hewa baridi kubakia ndani na kuzuia joto kali kubakia nje badala ya kuingia ndani ya nyumba. Mara nyingi, uvujaji wa hewa huwa juu ya dari ya nyumba au sehemu ya msingi wa nyumba. Uvujaji mwingi huongezeka mdogo mdogo, sawa na kuacha dirisha wazi mwaka mzima. Hali ya hewa inaweza kujumuisha miradi mikubwa au midogo. Mbali na kuweka joto ndani ya nyumba yako wakati wa msimu wa baridi kali na baridi wakati wa kiangazi, unishati huo hupunguza gharama ghali na kuboresha hali ya hewa ya nyumba yako na kuzuia wadudu kama vile mende na panya. Wakati mwingine, hauhitaji mabadiliko makubwa au vifaa vipya kufanya utofauti mkubwa. Je, unajiuliza ikiwa nyumba yako ina hali ya hewa inayofaa? Hapa kuna baadhi ya mambo unayoweza kuangalia ili kuona ikiwa mabadiliko yanahitaji kufanywa. Tafuta uvujaji wa hewa. Shikilia karatasi ya chooni karibu na milango au madirishani. Ikiwa karatasi inasongea, huenda uvujaji wa hewa upo. Hii inamaanisha kuwa hewa linapitia ukutani, madirishani au milangoni. Ukigundua uvujaji wa hewa katika nyumba yako ya kukodisha, wasiliana na mwenye nyumba yako kabla ya kufanya maboresho yoyote ndani ya nyumba hiyo ili uelewe unachoruhusiwa kufanya. Iwapo uboreshaji zaidi ni muhimu, muulize mwenye nyumba hiyo. Ukaguzi wa nishati. Ukaguzi wa nishati ni wakati mtaalamu wa nishati anakuja nyumbani mwako na kufanya majaribio ili kujua mahali ambapo hewa ina uwezekano wa kuponyoka. Hii inafanywa na kipimo cha mlango au blower door tester. Ukaguzi wa nishati pia utachunguza kuona kuwa feni za kutolewa hewa bafuni au jikoni zinafanya kazi vizuri, na ya kwamba mfumo wa joto na vifaa vya kuchoma gesi viko salama na hufanya kazi kwa ufanisi na njia bora. Mwishowe, ukaguzi wa nishati utajumuisha ripoti inayopendekezwa mahali ambapo kuhifadhi joto kunapaswa kusakinishwa. Na mara nyumba itakapowekwa vizuizi za kuhifadhi joto na kiasi gani cha nishati na pesa zitahifadhiwa miradi hii ikifanywa. Unaweza kuziba uvujaji wa hewa za sehemu ndogo wewe mwenyewe
lakini unapaswa kumjulisha mwenye nyumba wako kuhusu sehemu kubwa zaidi ili ziweze kufungwa naye mwenyewe au mtaalamu wa nishati. Unaweza kutengeneza au kununua vitu vya kuweka chini ya milango ili kuzuia hewa kuponyoka au kuingia. Baadhi ya mifano yake ni vifagiaji milango, vizibi milango na vizuizi vya milango. Kwenye sehemu inayozunguka madirisha au milango, unaweza kutumia kitu kinachoitwa weather stripping. Hiki kinaziba uvujaji na kukaza hewa ya nyumba. Hata hivyo, kuna aina tofauti za hali ya hewa unazoweza kutumia. Kuna pazia maalum ambayo unaweza kununua au kutengeneza mapazia ya joto. Ni pazia ambayo yana uwezo wa kuzuia uvujaji usiingie kupitia madirisha. Ikiwa unakodisha, wasiliana na mwenye nyumba wako kuhusu kusanikisha bidhaa. Kuna baadhi ya maeneo kwenye dari au msingi wa nyumba ambapo unaweza kuongeza vizuizi vya baridi na kuziba uvujaji wa hewa ili joto libakie mahali linapostahili. Vizuizi hivi hufanya nyumba yako iwe na joto wakati wa baridi na baridi katika majira ya joto. Kawaida, huongezwa kwa dira zilizo juu ya nyumba, ukutani na basement au sehemu ya msingi wa nyumba. Aina kuu ni fiberglass, povu au selulosi. Karatasi ya plastiki kwenye sakafu husaidia kuzuia unyevu ikiwa una sehemu ya chini ya nyumba yako au basement. Usisahau mabomba yako. Katika msimu wa baridi, unapaswa kuwa makini ili kuhakikisha kuwa mabomba yako hayagandi kwa sababu ya baridi. Usiruhusu joto lako lipite chini ya digrii 55. Ongea na mwenye nyumba wako au mkandarasi ikiwa una wasiwasi kuhusu mabomba kuganda. Bafu zote zinapaswa kuwa na dirisha linaloweza kufunguka kutoka ndani na kufungwa nje, au feni ya kuingiza hewa kwenye dari au ukuta unaopitisha nje. Madhumuni ya haya bafuni ni kuboresha uingizaji wa hewa na kuzuia ukuzi wa unyevu. Ni muhimu kwamba dirisha linaweza kufunguliwa na kufungwa na shabiki hufanya kazi vizuri. Ikiwa dirisha haliwezi kufunguliwa na kufungwa au shabiki haifanyi kazi, ina uwezekano kwamba unyevu kujiunda. Ikiwa kuna unyevu mwingi kwa muda, kuna uwezekano wa kusababisha uharibifu wa mambo bafuni, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi joto. Kwa matokeo mazuri, fanya kazi na mkandarasi ambaye ni mtaalamu wa nyumba za hali ya hewa. Anaweza kuziba nyumba yako kutokana na uvujaji na kuhami nyumba yako kikamilifu. Kumbuka, kurekebisha ukingaji wa joto la nyumba yako na kuziba uvujaji hufanya tofauti kubwa. Kutakuwa na utulivu, sakafu litakuwa na joto zaidi, hali joto litahisi kuwa udhabiti na bili zako zina uwezekano wa kupunguka. Majimbo mengi hutoa programu na pesa za kusaidia gharama ya hali ya hewa, na miradi mingine inaweza kuwa ya bure kulingana na mapato yako. Hii inajumuisha mpango wa usaidizi wa hali ya hewa, yaani the Weatherization Assistance Program au WAP. Katika jimbo la Vermont, unaweza kuwasiliana na mpango wa hali ya hewa wa jimbo kwa nambari 802-241-0943 au tembelea tovuti lao ili kupata wakala wa hali ya hewa wa eneo lako. Katika jimbo la Vermont,
Mji wa Burlington una sheria inayohitaji wamiliki au wenye mali wanaokodisha mali yao kwa watu wengine kurekebisha hali ya hewa ya nyumba zao ikiwa inavuja sana. Jifunze zaidi kuhusu sheria hii kwenye tovuti hii. Je, unatamani kujua ikiwa nyumba yako inatii sheria hizi? Ili kujifunza, angalia hifadhi data ya mali ya jiji la Burlington kwenye wavuti hii. Wakazi wa Burlington wanaweza kuwasiliana na Vermont Gas Systems kwa nambari ya simu 802-863-4511 au kampuni ya umeme Burlington Electric Department kwa nambari 802-865-7300. Wote wengine wanaweza kuwasiliana na Efficiency Vermont kwa nambari 888-921-5990. Ikiwa ungependa kujua zaidi kuhusu maneno haya au maswali mengine ya hali ya hewa au matumizi ya nishati kuhusu nyumba yako, tembelea viungo au uchanganue misimbo ya QR ili upate maelezo zaidi na uanze kurekebisha hali ya hewa nyumbani mwako. Endelea kujihisi vyema, kuhifadhi pesa na kufurahia makao yako mwaka mzima.